Na mkiwa bado tupo katika mwaka mpya wa Kiislamu, mwaka 1448, tumeamua kumtembelea Sheikh Uthman Michael atuambie na yeye kipi ambacho tayari Waislamu wanatakiwa wakifanye ikiwa tumeshauacha mwaka 1447 kuelekea katika mwaka 1448 Hijria. Sheikh, asalamu alaykum. Waalaikum salaam. Tupo kwenye mwaka mpya Sheikh. Nini neno lako wewe kama mkurugenzi wa kituo chako hichi cha dawa pamoja na dua, kwa maana D3 hapo nimezungumza dawa na dua. D3 hizo. Wanasemaga mwaka mpya na mambo mapya. Kinachotakiwa ni sahiati, kila mmoja ajifanyie tathmini ya mabadiliko. Kuanzia mimi mzungumzaji, tuangalie pale tulipoharibu kidunia na kiakhera katika mwaka uliopita. Hivi sasa huu mwaka mpya pale uliporuzi mwaka uliopita, hakikisha usiruzi. Kama ni kwenye ibada uongezeke, kama ni uchumi ubadilike, na tuhesabu mpaka hivi sasa mwaka mpya umekuingia na wewe ushakuwa na miaka mingapi. Kwanza maendeleo yako yapoje upate kubadilika, lakini pia kiilmu. Miaka yote nimeishia pale pale. Napenda kuitwa shekhe lakini ndo sina kitu. Sasa nifanye nini? Mtwala. Kwa hiyo huu mwaka mpya umeshaingia, ni mabadiliko. Ama tarehe shekhe ni zile zile. Hauna mambo mapya huu mwaka. Mwaka ni ule ule na ni muda tu. Na kuingia kwake mwaka mpya ni ishara kwamba umezidi kutusogeza na kaburi, kwamba kaburi haliko mbali. Kwa hiyo kinachotakiwa ni maandalizi ya kisawasawa. Ni maandalizi ya kisawasawa, lakini kwa sababu tarehe zetu sisi Waislamu tuadhimishe pia. Tuadhimishe kwa mambo mazuri, kwa mambo ya kheri mbalimbali. Lakini Sheikh, asilimia kubwa ya sisi Waislamu huu mwaka mpya wa Kiislamu huwa hatujui, hatufahamu kwamba leo ni mwaka mpya, leo ni sikukuu yetu ya Kiislamu. Na hisi nini kifanyike mpaka watu wajue kwamba leo ni sikukuu yetu ya Kiislamu? Au ndo kama Mufti alivyotuombea juzi kwamba tunatakiwa tupumzike mpaka Waislamu ndo wajue kwamba leo ni sikukuu ya taifa ya Kiislamu? Hapana. Unajua kwa kawaida duniani wagomvi wa Mungu ni wengi kuliko wale marafiki wake. Waislamu ni wachache kuliko wasiokuwa Waislamu. Kwa sababu ndani ya Waislamu kuna wale wasiojitambua. Ina maana mfumo tunaoishi nao wa kimaisha, kuna vitu vimepewa kipaumbele na vingi vimepuuzwa. Hao Waislamu wenyewe, hata madrasa zinapuuzwa kuliko skuli. Walimu wa madrasa wanadharaulika kuliko walimu wa shule. Kwa hiyo haya mambo ya Kiislamu huwa hata zile elimu tunasoma juu tu. Mtu akishapata babu maajaa moja imetosha. Ama nchi kama hizo za huko, na mfumo pia wa nchi unachangia. Kwa mfano nchi za Kiislamu, mfano Qatar, Sheikh. Nchi ya Qatar, ile khutba ya Ijumaa tulivyohadisiwa hatujafika, inatungwa bungeni. Umeona bana? Alafu siku ya Ijumaa nchi nzima khutba ni moja. Nchi nzima khutba ni moja. Alafu khatibu anaokuja kuhutubu pale na imamu hawajuani kabisa, na kila mmoja mshahara serikalini. Jambo la kitaifa la kitaifa. Kwa hiyo utakuta khatibu anaingia kwa muda wake, wala hawajuani na huyo imamu, wala hawana usuhuba. Sasa kaongee yako uone, na hutuba imepangwa serikalini. Kazi unayo. Nchi kama Saudi Arabia, mfumo wa shule, mfumo wa wafanyakazi huwa wanalipwa kwa mujibu wa kalenda za Kiislamu. Wameshafahamu vizuri. Kwa hiyo wale mwaka mpya ukishaingia lazima wanaadhimisha, hawana mwaka mwingine. Lakini sisi tumetawaliwa na mifumo ya kimagharibi. Tunajua Januari, Februari, sijui Machi, sijui nini. Tunaijua hata kwa Kiingereza, lakini Kiarabu ni shida kweli kweli, ni shida. Na mtu akijua tu ile miezi ya Kiarabu, akazungumza kwa Kiarabu, huonekana ni mtaalamu, amesoma kweli kweli. Unaweza ukamkuta hata mwalimu wa madrasa, umwambie hebu tuanzie kututajia mwezi wa kwanza wa Kiislamu mpaka wa mwisho, ni shughuli ndefu. Sio mwezi, ayamil usbu', zile siku zile wewe kuonesha kitu, zile siku za wiki za juma. Umwambie mtu hebu tutajie zile siku, kwa Kiarabu pia inakuwa ni shughuli nzito sana. Kwa hiyo ndo maana unakuta, angalia kwa mfano kama hapa hivi vitabu vya lugha hivi mikarara ya Kisaudia, hapa kuna ayamil usbu, siku za juma.
Jumatatu mpaka Jumamosi. Sawa. Alafu kuna miusimu kiangazi na nini, lakini shuhuri sana kuna ile miezi ya mwaka. Kuna kalenda ya hijiria, kuna kalenda ya miladia. Kuna Muharram, kuna Safar, kuna Rabiul Awwal, kuna Rabiul Akhir, kuna Jumadul Ula, Jumadul Thani, Rajab, Shaabani, kwamba huu ni mwezi wangapi na kwa huku katika kalenda ya miladia utakuwa unaitwaje. Sasa vitu kama hivi mpaka mtu ashapitia madrasa. Unaona hivi vitabu ni vya kiwapi? Ni mukarrar Kisaudia, japokuwa hichi ni cha Kituruki, nchapa ya Kituruki hichi kitabu hichi. Lakini wale wa Arabu. Sasa hii mifumo hii ofisini kwangu tu zamani ilikuwepo kalenda, naona sasa hivi hakuna. Umeona, hata juzi mtu mmoja aliniambia, "Shekhe, tengeneza kalenda yako special, afu iwe zisambazwe maofisini, zisambazwe misikitini, afu ziwe na zile bidhaa zako." Lakini hiyo kalenda ninayotengenezewa utakuta itaandikwa Kiswahili au itaandikwa Kiarabu. Hata simu tulizokuwa nazo zina kalenda za Kizungu na za Kiswahili, za Kiarabu hakuna. Hiyo ndio imesababisha. Kwa hiyo pia utawaliwaji ule umesababisha tumekuwa katika mfumo huo, lakini alhamdulillah mida sasa hivi dini imezidi kupanuka. Sawa, yatafahamika. Kwa maana hiyo neno lako ni kwamba tusome ili tujue kabisa, tutajua na yatajulikana haya. Lakini Shehe, tunaona pamoja na mwaka mpya umeingia, lakini mazazi nayo tunaona ndo yameshaanza kuingia. Jana tu tumetoka kupata ratiba kutoka kwa Sheikh Omar Muhia, ametoka kutuambia ratiba zake ya madrasa yake Thanawi pale maeneo ya Temeke. Lizungumzia hili kuhusiana na mazazi sasa hivi kukaribia haya mazazi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni vizuri ikishafikia Rabiul Awwal ni muhimu tuadhimishe kusoma tarehe zetu, na ndo hivyo katika Uislamu sio jambo moja tu. Kuna mambo mengi ambayo itakiwa tuyaadhimishe, miongoni mwayo mwaka mpya, jambo la taadhim ya kuzaliwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, ili lishafahamika tokea kale. Mambo ya Ijumaa na Idi kubwa na Idi ndogo, haya tushayajua tokea kale. Itakiwa sasa tuongeze kuadhimisha mengine. Tuadhimishe kama hiyo mwaka mpya, tuadhimishe tarehe ya Badri, tarehe ya Hunaini. Kwa hiyo ikishafika Rabiul Awwal, tayari katika mioyo ya Waislamu washawasha moto, washajua miezi yetu hiyo. Kwa hiyo hili lishajiarifisha, ni kuliendeleza tu lenyewe. Nashukuru sana Sheikh Uthman Michael. Mimi naitwa Kheri Mpinga Shari, na nyuma kamera ni ndugu yangu kabisa Faizi, na msimamizi wa haya yote ni Alhabibi Mungia. Asante, naendelea kutazama kila itwapo leo. Shukrani.